Tukiachana na hayo na kuangazia masuala ya siasa, Rais William Ruto amepuuzilia mbali madai kuwa utawala wake unawatenga viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya, akidai kuwa serikali inasalia kuwa jumuishi na iliyokita mizizi katika uhusiano wa kisiasa wa muda mrefu. Akizungumza Jumatano wakati wa mkutano na viongozi wa mashinani kutoka kaunti ya Kirinyaga katika ikulu ya Nairobi, Rais Ruto amesema kuwa uhusiano wake na eneo hilo la Mlima Kenya bado ni thabiti na kutaja kuwa wa muda mrefu na wenye msingi wa kisiasa. Ruto pia anasema miradi ya maendeleo inayoendelea katika kaunti hiyo ya Kirinyaga ni yaliyopangwa na serikali yake na kusema kuwa ni sehemu ya ajenda pana ya mageuzi ya kiuchumi. Last year tulinunua mchele yenu na shilingi 90 kwa kilo. Kuna mtu anajaribu kuendesha propaganda ati itapunguzwa. Hakuna mahali bei ya mchele itapunguzwa. Kama ni kuongea bei, pengine ni kuongeza, sio kupunguza. Na mimi tayari nimeamurisha watu wa Kenya National Trading Corporation wakusanye mchele yenu ile iko tayari saa hizi na tulipe. Nimemwambia huyu DP ndani ya wiki 3 kila mkulima awe amelipwa pesa yake ndio tuweze kusonga mbele. Kazi ya mtu iongee. Kazi ya mtu iongee. Na mimi nataka kuhakikishia watu ya Kirinyaga, kazi ya Waigoro Kirinyaga inaonekana. Kazi ya William Ruto Kirinyaga inaonekana. Mimi nilisema juzi watu wakashangaa. Mimi ni mmoja wao wa watu ambao naongea na kila upande, kwa sababu napenda kuwasikiza. Hata hao wenyewe wanajua hawawezi toa William Samoei Ruto. Hata hao wenyewe wanajua. Hata hao wenyewe wanajua. Kama Kibaki alikuwa na shida na hakuweza, waliweza. Alafu pia Uhuru mpaka tukarudia uchaguzi hawakuweza kumtoa. Sasa mkiangalia nchi yote ya Kenya, mumeona William Samoei Ruto ndio mtu mtatoa na one term. Hiyo inawezekana. Na sasa tukielekea kaunti ya Kajiado ni